Kwanza lazima niweke wazi hayo ni makubaliano ya timu zote mbili, Simba na Yanga. Kwenye kikao tulichoketi mwaka jana tukakubaliana ya kwamba katika mechi za dabi waamuzi watoke nje ya Tanzania. Hii ni baada ya kujiridhisha ya kwamba waamuzi wetu hapa wana changamoto nyingi ndogo ndogo ambazo zinawafanya washindwe kumudu mechi za dabi. Sio kama hawana uwezo, wana uwezo mkubwa, lakini wana hizo changamoto ndogo ndogo, ikiwemo kutokuwa na hali ya kujiamini na kukwepa ama kuogopa lawama. Kwa hiyo tukakubaliana hivyo. Ndio maana mechi iliyopita ile alikuja mwamuzi kutoka Misri akachezesha, tukafungwa ile mechi, hakukuwa na malalamiko yoyote. Na haimaanishi kwamba hawa waamuzi wa nje hawana makosa. Wana makosa mengi vile vile na wenyewe, wana madhaifu mengi vile vile na wenyewe, lakini kidogo afadhali wana uwezo wa kutafsiri kila kitu kwenye na kuna wakati wana uthubutu wa kufanya vitu ambavyo sisi pengine watu wetu hawana. Hawa waamuzi sio kama hawalaumiwi kwenye ligi za kwao. Ndio maana dabi ya Cairo kwa maana ya Zamalek na Al Ahly, Al Ahly wanataka waamuzi watoke nje ya Misri. Alafu sisi dabi ya Dar es Salaam tunakwenda kuchukua waamuzi kutoka Misri. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu waamuzi wetu wa ndani wameshindwa kuipa hadhi dabi. Mechi iliyopita ya dabi nyote ni mashahidi. TFF iliamua kuwajengea uwezo waamuzi wa ndani, wakawapa mechi. Kila mmoja nakumbuka kilichofanyika, goli halali kabisa. Hata line 1 angekuwa kipofu, ile goli angeliona na angesema ni goli, lakini kwa makusudi ya wazi kabisa line 1 alikataa. Sasa ile inaturejeshea sisi, kwa mfano kama mechi ile ya dabi ya kwanza wangechezesha vizuri, dabi hii ya pili wangeweza kupewa tena waamuzi wa ndani wakachezesha, kwa sababu tayari tuna evidence ya kwamba wamefanya vizuri mechi iliyopita. Lakini mechi ile baada ya kupewa wakavurunda kwa makusudi. Sasa uwezi kuendelea kuwapa watu waendelee kufanya makosa. Mwamuzi wa jana kutoka Kenya amefanya makosa mengi na yeye. Kwa mfano yule Mtanzania wa kuchovya alikuwa anapata kadi mapema tu za njano nyingi tu wa kuchovya, sijui umeelewa, lakini akamlealea hivyo akupewa kadi sawa, lakini akaja kuonesha utofauti wa yeye na waamuzi wetu, na hili watu lazima wakubali. Akaja kuonesha tofauti kwenye dakika ile. Mimi nina uhakika kwa 100% kwa uzoefu wangu wa zaidi ya miaka 15 kwenye mpira wa miguu, mwamuzi wa Kitanzania kwa dakika ile asingetoa penati. Nina uhakika huo. Lazima angelembalemba tu pale, angeogopa lawama, angeona sijui dakika zimeisha, yani angekuwa na fikra nyingi. Mwisho wa siku angeamua kupeta na sio penati. Ni sawasawa na mwamuzi wa mechi yetu iliyopita, aliamua kwa makusudi ile mechi iishe sare, kwa sababu ikiwa sare hakuna upande ambao utalalamika sana kuliko mtu akifungwa. Kwa hiyo akaamua kuifanya ile mechi kuwa sare. Kwa hata hii mechi ya jana ingekuwa ni mwamuzi wetu hapa, nina uhakika kwa 100% angeamua kuifanya sare ile mechi, japo ilikuwa haina sare, lakini penalti ile angeikataa. Akili yake inamwambia acha nivumilie dakika moja niwapeleke kwenye matuta wakauane kwenye matuta. Lakini nimeona yule mwamuzi pamoja na madhaifu yake yote, lakini amefanya kitendo ambacho watu wetu wasingeweza kufanya. Akafunika tuta dakika 118, bado dakika moja penalti tumepata na Simba tumeshinda kihalali kabisa.